Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji wa MCC TV na msikilizaji wa MCC Radio. Kwa majina yangu mimi ni Upendo Fidelis. Karibu uwe nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati ya kipindi chetu cha mjadala wetu leo. Na leo tuna mjadala hapa kuhusiana na ukalimani wa lugha ya alama. Ukalimani wa lugha ya alama, na hapa nina wageni kutoka Amani Institute ambao watazungumzia kuhusiana na huo mjadala wa ukalimani wa lugha za alama au lugha ya alama. Na mimi nisiwe msemaji sana, ni mkaribishe mwenyekiti wa huu mjadala wetu leo. Karibu sana, endelea kutufuatilia. Asante. Asante mtazamaji wa MCC TV popote pale ulipo mikoa mbalimbali nchini Tanzania na duniani. Mimi ni Serika Mgode, kipenda nite mteule. Mjadala wa leo kama alivyotambulisha, nini maana ya lugha ya alama? Na leo hapa mimi ni mwenyekiti wa kuongoza huu mjadala. Nimkaribishe huyu hapa aweze kujitambulisha tena aende na mjadala. Nini maana ya lugha ya mjadala? Kwa majina naitwa Namayani Mishirieki, nimetokea mkoa wa Arusha, ni mwanafunzi wa chuo cha Amani, chuo cha ukalimani wa lugha ya alama. Kwa ujumla maana ya ukalimani wa lugha ya alama, kwanza lugha ya alama ni lugha oni au ni lugha inayotumia mwendo mwili wa mtu ili kuweza kukamilisha mawasiliano au kukamilisha ujumbe unaotakiwa kufika katika eneo fulani au kuwafikia watu mbalimbali, ambao watu hao ikijumuisha ni viziwi au wale wenye usikivu hafifu. Namna hiyo mtazamaji, kama ambavyo umeweza kusikia, lugha ya alama ni lugha oni, kama alivyosema, lugha inayo husisha sana ishara ya mwili. Kumbuka alivyojitambulisha mwanafunzi huyu anatokea chuo cha Amani Institute, njia panda kuelekea Chunya ndiko ambako kinapatikana. Lakini popote pale ambapo unatusikiliza, unaweza pia ukauliza chochote kupitia namba za simu kuhusiana na lugha ya alama 0716 32 31 45. Hizo ni namba za kuweza kuuliza chochote ama kujiunga na chuo cha Amani Institute, chuo cha ukalimani wa lugha ya alama 0716 32 31 45. Lakini pia mtazamaji angependa kujua ni sifa zipi mtu awe nazo ili aweze kujiunga na chuo cha Amani Institute. Karibu. Asante ndugu mtazamaji. Kwa mkalimani wa lugha ya alama inakuwa na sifa kama zifuatazo. Kwanza, mkalimani wa lugha ya alama anaweza kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe. Pia mkalimani wa lugha ya alama anakuwa ni mtu mwenye kuunganisha jamii tofauti tofauti au jamii mbili, ikimaanisha kwamba jamii ya viziwi au wenye usikivu hafifu na wale wasiosikia kabisa. Lugha hii inaweza ikatumika kuwaunganisha watu hao kwa wale wanaojua matumizi ya lugha ya alama. Pia ukalimani wa lugha ya alama ni fursa. Ni fursa kwa sababu unaweza kutatua changamoto mbalimbali kupitia lugha hii. Kwa mfano, umepita mahali labda umekuta kuna ugomvi au kuna mjadala kati ya mtu anayesikia na asiyesikia, basi wewe kama mkalimani au kama mtumiaji wa lugha ya alama unaweza ukaiunganisha hiyo jamii au ukaweza kutatua changamoto au matatizo mbalimbali yaliyopo baina ya watu hao au baina ya jamii hizo mbili. Asante mtazamaji, kama ambavyo tumekuambia bado tunajadili ukalimani wa lugha ya alama, na kama ambavyo ameweza kutueleza hapo tumeweza kusikia mambo mengi. Bado tunakukumbusha namba ya simu kwa ambaye unatufuatilia kama unahitaji kujiunga na chuo cha lugha ya alama, kwa sababu lengo
ni kwenda kuisaidia jamii kuelewana, viziwi na mtu anayesikia waweze kuelewana katika mazungumzo. Sasa nikukumbushe tena namba ya simu 0716 32 31 45. Nitawakaribisha wengine pia waweze kuelezea mkalimani wa lugha ya alama, yaani ambaye tayari ameshajifunza, amemaliza mafunzo, anaenda kufanya kazi wapi? Tamkaribisha kaka hapa. Mkalimani wa lugha ya alama ambaye amehitimu mafunzo katika Chuo cha Amani Institute, chuo cha ukalimani wa lugha ya alama Mbeya, anaweza kuajiriwa maeneo yapi? Manake mtazamaji anatutazama, ataanza kujiuliza, nikienda kusoma mimi nitapata kazi wapi? Tusaidie. Ndio, mtazamaji anaweza kawa anajiuliza kwamba hivi nikihitimu mafunzo ya ukalimani wa lugha ya alama nitaenda kuajiriwa wapi? Lakini mimi napenda kuambia kwamba ukishamaliza mafunzo ya ukalimani wa lugha ya alama, sehemu nyingi sana za kwenda kujiajiri, pengine na kuajiriwa na serikali. Zaidi ni kuajiriwa na serikali, lakini zaidi pia ni kujiajiri mwenyewe. Kwanza kuna taasisi nyingi za serikali, kwa mfano hospitali, halmashauri, mahakama, mashuleni, makanisani, makampuni mengi ya watu binafsi. Mtu ambaye anajua lugha ya alama vizuri anaajiriwa kwa ajili ya kuunganisha jamii mbili tofauti, jamii ya watu ambao wanasikia lugha ya sauti na jamii ya watu ambao hawasikii lugha ya sauti, ambao tunawaita viziwi. Kwa nini tunawaita viziwi? Tunaita viziwi kwa sababu lugha ya sauti hawaisikii, na wengine pia wapo ambao wanasikia lakini kwa hafifu. Lakini tunaposema halmashauri, tunazungumzia sehemu ambapo huduma za kijamii zinapatikana. Kwa mfano, viziwi pia wanandoa, wanaoa, anaweza akawa na changamoto ya ndoa au changamoto ya maendeleo katika jamii. Sasa ili asaidiwe katika pale halmashauri, lazima aende na mkalimani. Anapofika na mkalimani, yeye kwa sababu kiziwi anajua lugha yake anayotumia juu, ambayo ndio lugha ya alama, pale mkalimani ataunganisha kati ya huyo kiziwi na wanaosikia, ili huduma iendelee kuwa vizuri. Asikie changamoto ambazo kiziwi anazipitia, ili mkalimani atumie lugha yake ya alama na sauti kwa ajili ya kufikisha changamoto kwa sehemu husika, ili changamoto ile itatuliwe. Asante Adriano, umezungumza kitu kizuri sana. Ni kwamba lugha ya alama, lugha ya ukalimani wa lugha ya alama itafanya watu wapate kazi maeneo tofauti tofauti. Yes. Kwenye jamii. Na hivi sasa pia kuna jamii kubwa, kuna viwandani, sijui wapi. Wakifika pale Amani Institute wanaweza kupata watu wa kuweza ukalimani. Kwa cha msingi, mtazamaji popote pale ambapo unatusikiliza, inawezekana unahitaji hii huduma ya mkalimani, basi unaweza kufika Chuo cha Amani Institute Mbeya, chuo cha ukalimani wa lugha ya alama, ukaweza kupata watu ambao watakusaidia kukalimani lugha ya alama. Nikumbushe namba za simu 0716 32 31 45. Maswali yote utauliza huko na utaweza kujibiwa kwa uzuri kabisa. Lakini Adriano, yes, mtu ambaye anajiunga na Chuo cha Amani Institute awe na sifa gani? Maana wewe pale umejiunga, umepata dodoso kidogo kuelewa kwa uchache, awe na sifa gani? Sifa za mtu kujiunga na chuo kile cha Amani Institute of Sign Language and Interpretation, kwanza kwa wahitimu waliohitimu kidato cha 4 awe na angalau D2 na kuendelea, anaweza kujiunga. Awe na D4 na kuendelea, anaweza kujiunga na chuo cha ukalimani Amani Institute of Sign Language. Pia kwa watu ambao hawajabahatika kupata hizo D, yani ana fail ya form 4 au ana darasa la 7, pia kuna short course ya ukalimani, atajiunga ndani ya miezi 3, atapewa cheti chake cha short course, atapigwa msasa, lakini atafundishwa vya kutosha, atajua lugha ya alama, atajua ukalimani maeneo yoyote, misamiati yoyote, mahakamani, kanisani, halmashauri, wapi, shuleni, misamiati atakuwa nayo ya kutosha, na atakuwa fundi wa ukalimani wa lugha ya alama. Asante Adriano, anatuambia mazuri sana ambayo yanapatikana pale. Lakini pia niongezee hapo kwa wahitimu waliohitimu kidato cha 6. Pia wana sifa kujiunga na chuo cha Amani Institute of Sign Language kwa ngazi ya diploma kwa miaka 2. Okay. Lakini yule ambaye amaliza form 6 yeye ana sifa kujiunga na diploma kwa muda wa miaka 2. Lakini aliyehitimu kidato cha 4 atasoma kuanzia certificate
mwaka mmoja, pia kama atatamani kuendelea diploma atasoma miaka miwili, jumla miaka mitatu. Jambo ni jema kabisa mtazamaji huko ambako unatutazama. Tunaona ambavyo Chuo cha Amani Institute, chuo cha ukalimani wa lugha ya alama Mbeya, kinakwenda kuiunganisha jamii pamoja, jamii ambayo inasikia na jamii isiyosikia. Kwa hiyo tunashukuru sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pote pale walipo, viongozi wa serikali, sekta binafsi pia. Ni fursa hii hapa wafike Chuo cha Amani Institute waweze kupata wakalimani wa lugha ya alama ili wakaiunganishe jamii pamoja. Wanasema maendeleo lazima watu wawasiliane. Sasa kama kuna viziwi afu na watu wanaosikia hawawezi kuelewana, lazima mkalimani ahusike pale kuwawezesha waelewe na maendeleo yazidi kuenda mbele zaidi. Kama ulivyosema kwamba maendeleo ni mawasiliano. Kama hakuna mawasiliano, maendeleo hamna. Kwa hiyo mawasiliano yanapokuwepo, na huwezi kufanya kazi bila kuwasiliana. Sasa hao viziwi wenzetu hawa lazima tuweke mawasiliano ambayo yanaweza